Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Bana, nilikuwa nimepokea maswali mengi sana kuhusiana na swala la pete, na wengi wanakuwa wananiuliza wakiona video kupitia KingPower TV nimevaa. Lakini pia kumbuka kuna jamaa yule wa Chalinze aliweza kupata pia pete kutoka kwa mama. Sasa nilikuwa nimepokea maswali mengi ambayo watu walikuwa wanatamani kuweza kufahamu utofauti wa hizo pete uko vipi, lakini pia mgawanyiko koje, na mpaka wengine kaenda mbali pia kuuliza kwamba gharama zake zinakuaje. Sasa kwa sababu mimi mwenyewe bwana si mhusika ila kwa yale mambo muhimu ya msingi ambayo nayafahamu, basi nikasema sio mbaya kama nikiweza kuja naye hapa ili wewe mfuatiliaji wa KingPower TV ambaye uko na maswali kuhusiana na pete uweze kufahamu kiundani zaidi. Sasa pete ziko tofauti. Mfano mimi ya kwangu ni hii hapa, na utofauti wa pete unakuja pale wewe unataka nini juu ya pete. Yaani kwamba wewe unataka kitu gani juu ya pete. Kwa hiyo kama utataka ulinzi, kinga, basi utapata pete ambayo itakuwa ni kinga kwa upande wako. Na kama utataka pete ya riziki, hapa nazungumza katika masuala ya pesa, basi utapata pete kulingana na kile ambacho umeweza kukizungumza katika upande wa riziki ama pesa kwa lugha nyepesi. Lakini ukitaka pete kwa namna yoyote ambayo wewe utaifikiria, basi jua kwamba ndivyo ambavyo itakwenda kutengenezwa na wewe utaweza kupata ili kuweza kuivaa kwenye kidole chako. Sasa pete mimi kwa mfano mimi hapa, hii ni ya kinga. Hii ni ya kinga, lakini pia inasaidia mambo mengine ya hapa na pale. Unajua tunakuwa tunazunguka sehemu nyingi, kazi tunakutana na watu tofauti. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo nilikumbana navyo ambavyo vikaniletea shida kubwa sana, ndio vikanifanya mimi nikuweza kupata pete hii baada ya mama kuweza kuona kwamba sasa mwanangu, mbona unahangaika sana? Shida ulionayo ni shida kubwa sana. Kwa tunafanyaje? Ndio akaniambia basi ni vyema upate pete ili iweze kukusaidia uweze kuwa sawa kabisa, na kama kutakuwa na mtu ambaye atataka kukufanyia ubaya, basi jua kwamba ubaya utamrudia yeye mwenyewe, wewe hautaweza kukufikia. Umeona? Kwa hiyo baada ya yote mimi kwa upande wangu na yeye kuweza kunielekeza, nikaona kwamba ni jambo ambalo liko sawa, wala halitaji masharti kusema kwamba ukiwa nayo mkononi basi usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani. Hapana, ni vitu tu vidogo. Kwa mfano uzuri mimi katika masuala ya pombe, vinywaji na nini situmii, kwa hiyo hainipi shida. Pale ambapo nashika vitu fulani hainipi tabu. Lakini kwa mtu ambaye anatumia pombe, labda katika kuna namna ile ambayo pengine nahisi kabisa kwamba hapa sasa nikilewa pengine naweza nikafanya vitu vingine ambavyo si vizuri. Kwa hiyo unakuwa unaweza kaivua ukaiweka mfukoni ama ukaweka sehemu ambayo utaona kabisa kama ni salama, aidha kwenye gari kama una usafiri, ama sehemu yoyote ambayo nahisi kabisa kwamba pete yangu hii leo naenda naivua, nataka ni labda nikafanya kitu fulani. Kwa wale vijana wenzangu najua mambo fulani yale, kama mtu hujaoa, kwa hiyo unaweza kaivua ukaweka salama, ukawa umemaliza jambo lako, naoga vizuri, unaivaa, wala haina masharti kusema ni makubwa ama masharti ambayo hata ukikosea si kwamba inakuletea madhara. Unajua kuna sehemu nyingine ukienda vitu kama hivyo unaweza kupata, lakini vikana na masharti mazito kwamba ukikosea unakutana na changamoto fulani. Lakini pia labda ukifanya hivyo unakutana na changamoto fulani. Kwa uzuri wa upande wa mama, pete zake ambazo anakuwa anazitoa, anajua kabisa sisi ni binadamu bwana, mapungufu yapo. Kwa hiyo anaweka na emergency kwamba ikitokea basi isiweze kukuzuru wala isikusababishie jambo lolote baya, ila yote ni kwamba itaendelea kufanya kile ambacho wewe utaweza kukikusudia. Sasa maswali mengineyo maana hapa nimejibu pia katika upande wa masharti. Ndio kama hivyo nimesema kwamba masharti, mama anapokupatia pete yake hakupatii masharti. Yaani kwamba mimi mwenyewe mpaka yaani sijawahi kuivua, labda sana nikienda maliwato, bafu, kuoga, labda naweza nikaivua, lakini katika mizunguko yangu yote ama katika mambo yote ambayo nayafanya sijawahi kabisa kuitoa, kwa sababu hakuna shida ya aina yoyote ambayo labda niliambiwa kwamba itakuletea madhara fulani. Hapana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kwa upande wa mama mtaalamu,
yeye anapokupatia wala usisite wala usiogope katika upande wa masharti. Tunajua kuna watu wengi wanakutana changamoto nyingi, hususan katika watu ambao labda wanataka vitu kama hivi katika upande wa pesa, vitu fulani hivi, utajikuta unaingia katika changamoto nyingine kubwa. Kuna sehemu ambazo ukienda kupata vitu kama hivi, ukikosea unaweza kujikuta sasa unaingia katika matatizo mazito ambayo kutoka inakuwa ni ngumu. Nishakupigia simu na jamaa mmoja, ilikuwa ni nje ya Tanzania, kati ya Burundi kitu kama Burundi ama ilikuwa ni Kongo kama sikosei, kati hizi nchi mbili. Alinadisia kitu ambacho kiliniogopesha mimi mwenyewe, yani mpaka mimi nikasema sasa hapa na mimi nikijiingiza katika swala kumsaidia inawezekana likawa tena ni tatizo kwangu. Kwa maana kwamba alienda sehemu na wenzake kwa ajili ya kuweza kujitafutia utajiri, lakini dakika za mwisho wakapata utajiri, akafanikiwa vizuri, lakini kumbe ulikuwa ni utajiri wa masharti, kwamba kila baada ya muda fulani lazima utoe kafara. Hicho ndio kitu ambacho mama anakipinga siku zote. Yani hawezi kabisa akafanya hivyo vitu. Yani kwamba ikifika muda fulani unatoa kafara, na si kafara ya ng'ombe au nini, kafara nzito. Nadhani mtakuwa mnaelewa. Kwa hiyo sasa ilifika hatua sasa mambo yanakwenda mrama. Jamaa akataka sasa kutoka kwenye ile njia ili abaki salama na familia yake, lakini ikawa ni ngumu. Sasa kwa namna ambavyo aliweza kunisimulia, ikanipa shida sana kwa upande wangu. Mimi nilikuwa na uwezo kuweza kusema nimpambanie, lakini sasa jambo lilikuwa ni zito sana kiasi kwamba ukigusa na wewe unaingizwa katika changamoto. Sawa, tushakutana hizo mambo ama mbanga hizo, kwamba ukikutana na changamoto fulani inaweza kakulamba, si ndio? Lakini kuna namna ambayo tukafanya ya ushauri, nadhani bado tunasikilizia kwa upande wake nini ambacho kitaweza kujitokeza. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba njia bora ni njia ambayo haina masharti. Mfano kwa upande wa mama mtaalam, yeye kama anakusaidia basi hakupatii masharti ambayo utayashindwa. Ni vitu ambavyo vya kawaida. Kama unakunywa pombe basi jitahidi usije ukapitiliza ukaenda kufanya mambo fulani ukiwa na pete mkononi. Kwa hiyo kuna maelezo ambayo mwenyewe anakupatia ni ya kawaida sana. Kwa hiyo hilo kwa upande ambao tumekuwa tunajiuliza maswali ya masharti, ni kuondoe ni hofu kabisa. Masharti, hakuna masharti ya kuweza kukufanya wewe uzuru, hakuna kutoa kafara. Hakuna kufanya jambo lolote ambalo alimpendeze Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba utakuwa umeelewa vizuri. Na kuna wengine wananiuliza kwamba hizi pete zinatoka wapi? Maana tunaona pete nyingi mtaani na nini. Sasa yeye ni mtaalamu, kwa anakozitoa anajua yeye mwenyewe kwamba anazitolea wapi. Lakini katika changamoto ambazo, moja ya changamoto ambazo aliweza kuniambia ni namna ya kuziandaa kidogo, zinakuwa zina process. Kwa hiyo kuna moja ama nyingine sema ambayo anazitolea, mimi siwezi kujua kama anatolea baharini, sijui kama anatoa kwenye maana hizi pete zingine zinatoka moja kwa moja katika milki za majini, unajua. Kwa sijajua kwa upande wangu, ila nadhani yeye kama siku tutapata nafasi kuweza kuzungumza naye ataweza kutuambia kama anazitoa sehemu gani, aidha kama ni sehemu ambazo hizo baharini, kizungumzia ni milki za majini, falme za majini, kwamba kuna pete ambazo zingine zinakuwa zinatolewa kule na zinakuja duniani kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu. Kwa hiyo kuna mmoja mwingine wenda anazitoa huko. Kuna mmoja mwingine naamini wenda anazitoa huko kwa sababu tayari shakuwa ni pete ambayo si pete ya kawaida, lakini pia lazima ziweze kuwekwa sawa. Kuna mmoja mwingine kulingana na matakwa yako wewe, nini ambacho utakuwa unakihitaji kwenye pete. Utataka riski, mvuto, mambo ni mengi. Kwa hiyo kuna mmoja mwingine naamini kabisa utakuwa umeweza kunielewa. Lakini kuna namna ambayo pia hii issue ya pete, hii swala la gharama, kuna baadhi ya watu wametaka kufahamu gharama, na uzuri mara nyingi napenda sana kwa kumwachia mganga mwenyewe mama. Maana siwezi nikasema kwamba bwana mimi kwa sababu nilitoa labda 800,000 na 50,000 labda kwako itakuwa hivyo hivyo. Au mimi nilitoa kiasi fulani. Kwa mfano mimi nadhani nilitoa gharama kidogo kulingana na namna ambayo ilitakiwa.
Lakini pia ukaribu wangu na mtaalamu mama kidogo pia ulinisaidia kwa sababu hata yeye pia akiwa na jambo lake, either siku labda amekwama katika upande wa usafiri na anataka kwenda kuchuma dawa sehemu za mbali, kwa anaweza kanipigia simu, na mimi kwa heshima yake huwa naacha kazi zangu pia na kwenda kumchukua, sijali umbali kiasi gani, mpaka sehemu ambayo yeye anakwenda kuchuma dawa zake. Kwa hiyo kutokana na ule ukaribu na msaada ambao tunaoneshana, basi aliweza kunifanyia gharama fulani ambayo ni kubwa, ila kwa upande wangu naona alinisaidia, kwa maana kwamba kulingana na gharama zake ama taratibu zake, mimi kwa upande wangu naona kabisa kwamba alinisaidia kwa namna moja ama nyingine. Sababu ukitaka kinga, kuna mtu mwingine utakuta anataka kila kitu, labda anataka kinga, anataka mvuto, anataka pesa. Unajua nikizungumzia pesa ni kwamba riziki hiyo nyepesi kuipata, yani kwamba unachokipambania basi ndio kipate zaidi, si ndio? Kwa hiyo kuna mtu mwingine atataka mvuto, atataka kinga, atataka riziki, kuna mwingine kila mmoja anataka ana jambo lake. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nilitaka tu nipate hiyo kinga kama ambavyo aliweza kunishauri, lakini pia kujiweka sawa tu kwamba popote ninapofika, basi kama kuna sehemu ambayo haiko sawa kwa upande wangu, basi iweze kunisaidia. Kuna siku nilienda sehemu fulani ilikuwa kidogo ni hatari. Kuna dalili ambazo mtu pia anaziona, yani kama kwa mfano mimi ya kinga, kuna dalili ambazo naziona kabisa kwamba hii njia ambayo naipita si nzuri, kwa maana nikakutana jambo fulani, ama kuna kitu ambacho kinatakiwa kinafanywa juu yangu mimi, labda kuna mtu anataka kunifanyia ubaya. Kuna ishara fulani ambazo nakuwa nazipata. Kuna ishara za pete direct, lakini pia kuna zile ishara za ndoto, unakuwa unaota kabisa kwamba fulani anataka kukufanyia kitu fulani, umeona. Kwa hiyo unakuwa tayari unajiwekea defense kwamba okay, sasa hapa mimi mbidi nifanye hivi. Naelewa vizuri. Kwa moja kati ya vitu ambavyo nilishangaa, kuna siku kuna ishara ambazo zinakuwa kwenye pete. Unaweza kaisi pete na bana sana, unajua kwamba hapo kuna changamoto, ama unaweza kaisi kuna kitu fulani hivi kwenye kiungo kinakuwa kinacheza, kina shake, unajua bisa kwamba hapo kuna hatari inakunyemelea. Kwa hiyo kuna namna ambayo unafanya hatari hiyo inakuwa haiwezi ikakupata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini pia ndoto, unaweza kauta ndoto za aina fulani hivi. Kama ni mtu anakusudia baya, basi utaona. Kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, utaona. Lakini haumuoni ile direct, kwa sababu kwamba kidogo inalinda mambo ya ugomvi asije kujitokea. Mwisho siku kwenda kumvaa mtu kampiga na kwa sababu vizuri. Kama ni mwanamke, unaona tu ishara ni mtu wa kike anakufanya vitu fulani, lakini usimtambue ni nani. Kama ni mwanaume utamuona kabisa. Kama ni mtoto utamuona ni mtoto, lakini usimtambue ni nani. Kama ni mtu mzima utamuona ni mtu mzima, lakini hauwezi ukamtambua kuwa ni nani. Na unaona kile kitu ambacho anakifanya kwamba kama yani kwa kila dhumuni lake unaliona kabisa kama anataka ufanywe vipi, jambo gani likukute, unaona kabisa. Kwa dakika za mwisho unakuwa unapata na namna ya kuweza kufanya, unaondokana na ile adhma ambayo pengine labda ingeweza kukuta. Kwa hiyo ni moja kati ya faida kubwa sana ya pete, na ukiwa nayo kiukweli naweza nikasema kwamba ni jambo ambalo ni la bahati sana kuweza kufanikisha. Na uzuri ni kwamba ni mama ambaye anafanya tiba, lakini ana misingi ya kumcha Mwenyezi Mungu, ana hofu ya Mungu. Kwa hiyo hata kama unafika kwake anakufanyia tiba zake, anakuhusia pia kuswali. Sisi binadamu jamani. Kwa kuna mambo mengi ambayo ninazidi kuona kwa mama, naona kabisa kwamba ni mama ambaye amenyoka, yuko vizuri sana. Siwezi kuzungumza kitu ambacho sina imani nacho. Nazungumza kitu ambacho nimekishuhudia kwa watu wa karibu ambao wamenifuata. Bwana naomba utusaidie 1 2 3. Kwa watu wa mbali ambao wameweza kunitafuta, bwana naomba unisaidie kunipeleka kwa mama, naunganisha kwa namna moja nyingine, nao pia nazungumza kwamba kweli mama anasaidia. Na ndio maana mimi napata uhuru mkubwa wa kuweza kusimama hivi na kuweza kuzungumza, kwa sababu naamini kuna wengine pia watapata faida kulingana na haya ambayo anazungumza yakimhusu mama, kwa sababu ni mama mtaalamu ambaye yuko kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu. Kuna baadhi ya watu kama ambavyo nafahamu duniani kila mmoja ana tabia yake. Kuna wengine anakuwa na beza na nini, kwamba labda unamtangaza sana mama na nini.
Yeye mwenyewe kwanza hapendi kutangazwa. Yaani ile kuonekana sio ni mmoja. Nadhani kwanza ningeshukuru sana kama siku angekubali wala kuweza kuzungumza na sisi hapa. Nadhani ingekuwa ni jambo zuri sana. Lakini yeye hapendi kuweza kujionyesha, kutangazwa, kusema kwamba ni mmoja na nini. Lakini mimi najua kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana, hawajui sehemu gani wanaweza kupata nafasi ya kuweza kusaidiwa. Watu wengi sana kwa mitandao ni jamani, wengi sana. Kiingia ma TikTok huko, watu wanakuwa live na kiingia ma YouTube huko, waganga ni wengi sana. Mtani ni watu waganga ni wengi sana, lakini sasa utakuta asilimia kubwa si waganga ambao wanasaidia. Asilimia kubwa si kwamba wengine wanasaidia, lakini asilimia kubwa wengi ni watu ambao naweza nikawaita tu kwa jina la matapeli. Mtu utatoa pesa zako dakika za mwisho hauna ambacho unasaidiwa. Sasa kwa nini mimi nisisimame kuweza kuangalia watu ambao wana shida zao wapate kile ambacho kilicho cha kweli, waweze kusaidiwa kweli? Kwa nini nisifanye hivyo? Itakuwa ni mchoyo wa fadhila kama ambavyo inazungumzwa kwamba mtu unabisa kwamba jambo ni la faida alafu unalikalia kimya fulani asijue. KingPoT TV iko hapa, tumetoka mbali sana huko mpaka leo hii. Sasa najua na familia yangu mimi ambao wananitazama, wananifuatilia, wananipa support ya kutazama video zangu. Kwa nini nisitoe elimu kama hizi? Kwa nini siwagawie kile ambacho mimi nimeona kwamba ni sahihi? Kwa atakayeamini basi amini, imradi watu waweze kupata nafuu. Najua kuna watu wengi wana changamoto nyingi, wengine za kudumu zimekaa muda mrefu. Kwa hiyo tunasaidiana kwa namna hii. Na hii pia naweza nikazungumza kwamba ni imani. Wewe kama unaamini basi waweza kunicheki, lakini kama mtu huamini ama huna imani hizi basi baki na imani yako, wala hakuna mtu ambaye atakuingilia kwenye jambo lako. Yes, sasa mimi sina la ziada katika swala pete. Nadhani nimezungumza mambo matatu hapa. Cha kwanza pete masharti, lakini pia maswali, kulingana na maswali. Gharama nimeweza kuzungumzia, wapi inapatikana, zinatoka wapi, nimeweza kuzungumzia kwa namna moja ama nyingine. Lakini kama unahisi haujashiba majibu yangu, basi waweza kunicheck kwa namba za ofisi hapo ambazo naziona hapo +255 753 lakini pia 814 ambao ni 0753 820 814. Nimeanza na +255 kwa watu ambao wako nje ya TZ. Unaweza kaanza na kodi ya Tanzania +255 753 820 Kinicheki basi mimi nitakuwa faster kuweza kutazama simu yako na kuweza kufahamu nini ambacho unakihitaji, au sio? Mimi nasema asante sana. Kama una maswali mengine wewe niletee, mimi nitapeleka kwa mama ataweza kutupatia majibu mazuri na mambo yatakuwa poa kabisa, si ndio? Basi poa. Asante sana kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, na hii ni KingPoT TV, the best quality. Yes.